بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. tunaendelea kitabu chetu Al-Wasailu Al-Mufida Lilhayati Saida cha Sheikh Abdurrahman As-Saidi, na bila shaka tumekwisha maliza kuona njia zote ambazo Sheikh amezungumzia. Miongoni mwa njia za kuileta furaha iliyokuwa furaha nzuri katika maisha ya mwanadamu. Na bila shaka Sheikh Al-Amrehim, nukta ambayo alifika nafuatisha baadaye, alifuatisha nukta ambayo anaonesha vitu ambavyo vinaondoa wasiwasi kunako moyo wa mwanadamu, vinavyoondoa wasiwasi kunako moyo wa mwanadamu, ambacho anazungumzia ni quwwatul qalbi wa thabatuhu. Quwwatul qalbi wa thabatuhu, moyo wa mwanadamu unapokuwa na nguvu na unapokuwa umethibiti, basi mwanadamu ataondokewa na huzuni na stresi na matatizo ambayo yanayomsibu. Anasema Sheikh, wa min a'zam al-ilajat li amrad al-qalb al-asabiyya, na miongoni mwa tiba kubwa za magonjwa ya moyo, yale magonjwa ambayo yanayomsibu mwanadamu, bal wa aidan lil amrad al badaniyya, bali sio magonjwa ya moyo tu, hata magonjwa ya kiwiliwili. Tiba ya kwanza kwa mwanadamu, iwe ni magonjwa ya nafsia au iwe ni magonjwa ya kimwili, quwwatul qalbi, ni mwanadamu kuwa na moyo mgumu wakati wa matatizo, mwanadamu kuwa na roho ngumu wakati wa shida, mwanadamu kuwa na roho ngumu wakati umepatwa na mitihani na misukosuko. Ndio tiba. Wa adamu inziajihi wa infialihi li awhami wal khayalat allati tajlibuha al-afkaru sayyi'a, pasina kujikosesha amani au kufanya vitu vya kuleta mawazo au kutafakari matatizo yaliyokukuta, kuyatafakari yule apatie suluhisho. Hivi vitu vyote ukichunguza unakutana vinakuja kuletwa na fikra zilizokuwa mbovu. Wal ghadab, hasira pia zinakuja kuleta magonjwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Watashawushu min al-asbab al-mu'lima, kadhalika kujitenga na sababu ambazo ni zenye kuumiza. Kwa hiyo katika njia za mtu kutafuta tiba ya kwanza ni mtu kuwa na moyo mkakamavu. Hii ndio tiba ya kwanza, ndio njia ya kipekee ya kupambana nayo katika hali kama hizo. Sawa. Hapa watashawushu min al-asbab al-mu'lima, pamoja na kutokewa na zile sababu za vitu ambavyo ni vyenye kuumiza. Akasema Sheikh, wa man tawaqa'a huduth al-makarihi wa zawala al-mahabbi, na yule ambaye atakayetokewa na vitu vyenye kuchukiza, ataanguka katika vitu vyenye kukerahisha na kuondokewa na vitu vile anavyovipenda yeye.
أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية. hivyo vitu vinakuja kumtupa mwanadamu katika huzuni, mawazo, magonjwa ya kimoyo, hata na magonjwa ya kimwili. Walinhiyari al-asabi, pia mtu anapatwa na ugonjwa wa kuwa na hali ya kukasirika hovyo. الذي له آثاره سيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة, ambavyo unakutana viko na athari mbaya kwa mwanadamu, tena athari hizo ambazo watu wenyewe pekee wamekwisha zishuhudia na wakaona kwamba vile hali zote hizi tulizozizungumzia zinapomkuta mwanadamu anakuwa na madhara mengi kabisa. Kwa hiyo Shekhe kwenye hiki kipengele alikuwa anazungumzia kwamba tiba ya kwanza ya magonjwa yote ni mtu kuwa na moyo mgumu, kuwa na moyo mkakamavu. Ndio tiba ya kwanza. Kisha anakuonesha vitu ambavyo vinapatia moyo wa mwanadamu kuwa mgumu. Kuna vitu ukivifanya moyo wako unakuwa mgumu, moyo wako unakuwa ni mjasiri wakati wa shida na matatizo. Anasema wa mata itamada alqalbu ala Allah, wakati moyo utakapomtegemea Allah, watawakkal alayhi, yani na kumtegemea ya Allah, walam yastaslim lil awhami, na wala hakujisalimisha kwa hali zinazomtokea nzito za kimoyo, za kinafsi, wala malakatuhu alkhayalatu sayyi'a, wala mtu huyo akawa hakumilikiwa na afkari zilizokuwa mbovu. Wawathiqa billah, na akaweka kitumaini chake kwa Allah. Watami'a fi fadlihi, na huku akitamani akiwa na tamaa ya kutaka fadhila zake Allah. Indafa'at anhu bidhalika alhumum walghumum, bas mtu akiwa na haya matumaini haya, moyo wake utakuwa mkakamavu, utakuwa mjasiri, ataondokewa na huzuni na mawazo, vyote vitaondoka. Wazalat anhu kathiru min al-asqam al-badaniyya wal-qalbiyya, pia ataondokewa na magonjwa mengi ya kimwili na magonjwa ya kimoyo. Kwanza kumtegemea Allah, kumwamini Allah, ndio njia ya kipekee ya kusababisha moyo wako uwe mgumu. Moyo wako ukishakuwa mgumu utafaulu. Akasema wa hasala lilqalbi min alquwwati, moyo wake utapata nguvu. Walinshirahi, pia moyo wake utakuwa mkunjufu. Wasururi, na moyo wake utakuwa ni wenye furaha. Ma la yumkinu ta'biru anhu, vile ambavyo haiwezekani kuvizungumzia. Hakuna kitu unaweza kuzungumzia hizo hali ambazo zilizosibu moyo wake. Yote yamekuja kwa nini? Kwa tawakkul wa thiqatu billah. Fakam muliat almustashfayat min marda alawham walkhayalat alfasida, hospitali ngapi ambazo zimejawa na wagonjwa. Ukichunguza tatizo la ugonjwa wao ni huzuni na msongo wa mawazo. Walkhayalat alfasida, na fikra zilizokuwa mbovu. Wakam atharat hadhihi al-umur ala qulubi kathirina min al-aqwiya, haya magonjwa ni wangapi watu wengi wenye nguvu nyoyo zao zimeathirika kutokana na haya magonjwa. Fadlan ani duafa, hapa sio fadlan, ni fadlan ani duafa. Kwa hiyo kuna kitabu fadlan ani duafa. Acha sasa wale madhaifu, wagonjwa tu wenyewe pekee kwanza wanapelekeshwa. Haya magonjwa yanaweka hoi, yanaweka taabani. Vipi sasa madhaifu? Wakam addat ila al-humqi wal junun, ni wangapi ambao wakipatwa na stress, wakipatwa na huzuni, hivyo vitu vinawapelekea mpaka wanakuwa kama wehu, wanakuwa kama wenda wazimu. Wal muafa man afahu Allah, aliyesalimika akapewa na afya ni yule aliyepewa afya na Allah.
wawaffaqahu lijihadi nafsihi, Allah kamwafikisha kupambana na nafsi yake, litahsili alasbab an-nafi'ati al-muqawiyati lilqalbi, ili kupata sababu zenye manufaa za kuupa nguvu moyo wake, ad-dafi'ati liqalaqihi, sababu za kuja kuondoa wasiwasi wa moyo wake. Anasema Allah, waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, atakayemtegemea Allah, Allah atamtosheleza. Ay kafihi jami'a ma yuhimmuhu min amri dinihi wa dunyahu, Allah atamtosheleza kwa mambo yote yanayomhusu, sawa ni katika mambo ya dini yake au mambo ya dunia yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alaysa Allahu bikafin 'abda, hivi Allah si ndiye anayemtosheleza mja wake? Bala, Allah ndiye anayemtosheleza mja wake. Kwa hiyo falmutawakkilu ala Allahi qawiyul qalbi, mwenye kumtegemea Allah anakuwa ni mwenye moyo jasiri. La tuathiru fihi al-awhama, huzuni zake yeye, stress zake hazimuathiri kitu chochote. Wala tuzi'ijuhu al-hawadithu, wala matokeo tofauti yanayotokea hayatomkera. Kwa nini? Liilmihi anna dhalika min dha'fi an-nafs, kwa sababu kwanza anajua kwamba hayo yote yanatokana na udhaifu wa nafsi. Wa min al-khawari wal-khawfi alladhi la haqiqata lahu, نعم. ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة. كلمة الخور معنى yake الضعف. الخور بمعنى الضعف، udhaifu. Kwa hiyo huu mwanadamu anajua kwamba vile hayo yote anayomkuta mtu ni kutokana na udhaifu wa nafsi, pia kutokana na udhaifu wake mwenye binafsi na uoga wake, vitu ambavyo la haqiqata lahu, havina uhakika wowote, vimemteka kutokana na hali aliyojiweka ndanimo. Wa ya'lam ma dhalika, anajua kwamba hayo yote yapo, lakini anna Allah qad takaffala liman tawakkala alayhi bilkifayati tamma, anaitakidi kwamba Allah amechukua dhamana ya kumlinda yoyote atakayemtegemea Allah, kumtosheleza utoshelezaji wa hali ya juu uliotimia sawa sawa. Fayafiqu billahi, mtu huyu anamwamini Allah, anakuwa na uaminifu na Allah, anakuwa na kitumaini na Allah. Wayatmainu liwa'dihi, na anakuwa na utulivu kunako ahadi zake Allah. Fayazulu hamuhu wa qalaquhu, mtu huyu huzuni wake, stress zake, mawazo yake vyote vitaondoka. Wayatabaddalu usruhu yusra, ugumu wake utabadilika kuwa wepesi. Watarahuhu faraha, tarahu bimaana alhazanu au ilhamu. Kwa hiyo na huzuni yake utaondoka, utabadilika kuwa furaha. Wa khawfuhu amna, na hofu yake itabadilika kuwa amani na utulivu. Fanas'alullaha ta'ala al-afiyah, tunamwomba Allah afya njema. Wa an yatafaddala alaina biquwwati alqalbi wa thabatihi, na Allah tuzawadie kuwa na moyo jasiri na moyo uliokuwa thabati. Wa bitawakkul alkamil alladhi takaffala Allah li ahlihi bikulli khairin, na tawakkul iliyokamilika ambayo Allah ameichukulia dhamana kwa watu wake kwa kuwapatia khairi zote. Wa dafi'i kulli makruhin wa dhairin, na tunamwomba Allah tuondolee vinavyochukiza vyote na madhara yote bilumum. Ukitazama Sheikh Abdul Razzaq
ibn Abd al-Muhsin al-Badri kwenye kitabu chake alipokuwa na sharehesha hizi alwasailul mufida lilhayati sa'ida, akawa mizungumzia vitu ambavyo vinaupatia nguvu moyo wa mwanadamu. Kuna matendo mwanadamu akiyafanya moyo wake unakuwa na nguvu. Mmoja akasema kwamba atawakkul, kitendo cha tawakkul ni kitendo ambacho kinampatia mwanadamu moyo, kinampa mwanadamu nguvu. Kadhalika alyaqinu, mwanadamu kuwa na yaqini na Allah inampatia nguvu. Jambo la tatu akasema athiqatu billah, kuwa na uaminifu na Allah. Kuwa na uaminifu na Allah kinapatia moyo nguvu. Atafwidu ila Allah, kusalimisha mambo yote kwa Allah. Hali zote zinazokutokea unazirejesha kwa Allah, inapatia nguvu moyo wako. Arrajau fima inda Allah, kutaraji yale ambayo yako kwa Allah. Athiqatu bidifa'i Allahi an 'abdihi almu'min, kuwa na uaminifu na Allah kwamba Allah anamlinda mja wake muaminifu. Hivi vitu ni vitu ambavyo vinaupatia ujasiri moyo. Hivyo ndivyo alivyovisema Sheikh Abdul Razak al-Badri: at-tawakkulu, al-yaqinu, athiqatu billah, at-tafwidu ila Allah, ar-raja'u fima 'inda Allah, athiqatu bidifa'i Allahi 'an 'abdihi al-mu'min. Hivyo ni vitu ambavyo vinapaswa vizingatie. Kadhalika akasema haya ni matendo ambayo mwanadamu akiyafanya, haya matendo yanakwenda kuukomaza moyo wake. Kwa hiyo ukichunguza haya mambo yote yaliyotajwa, utakutana yanazungurukia kwenye vitu vitatu. Haya pia Sheikh amesema kwenye hicho kitabu chake. Utakutana ujasiri au nguvu ya moyo inapatikana kwenye vitu vitatu. Al-imanu, kwanza kuwa na imani. Alafu athiqatu billah, kuwa na uaminifu na Allah, kumwaminia Allah kwamba anaweza kukutekelezea kile unachokihitajia wewe. Kisha atawakkulu ala Allah, kuweka au kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Iwapo utapoteza hivi vitu, iwapo utavikosa hivi vitu, elewa ya kwamba moyo wako hautakuwa na nguvu. Moyo wako hautakuwa na nguvu. Na Sheikh hivi vitu amevikariri sehemu nyingi. Kuna sehemu alikuwa anaenda naongeza hemo vingine, kama vile ukitazama tena katika sehemu nyingine kuna vitu vingine akaongeza, kama vile mfano al-isti'anatu billah, kuomba msaada kwa Allah, as-sabru ala qada'illah, kuwa na subra kunako makadara ya Allah, ar-ridha billahi, kumridhia Allah wa anillah, na vile vinavyotoka kwa Allah. Hivyo ni vitu vyote ambavyo vinatuma moyo wa mwanadamu unakuwa jasiri, vinatuma moyo wa mwanadamu unakuwa shupavu. Kwa hiyo kuna haja kubwa sana, ndugu zangu wa Kiislamu, tuzoeleshe nafsi zetu kuwa na ujasiri, tuzoeleshe nafsi zetu kuwa na ukakamavu, nafsi zetu ziweze kuwa zinaweza kupambana wakati wa shida, wakati wa matatizo ziweze kuwa zinaweza kujitatua zenyewe peke. Naam. Hapo ndipo ambapo tunasimamia kwenye darasa letu hili la leo, ambalo lilikuwa linazungumzia kwamba tiba ya kwanza ya magonjwa ya kimoyo, magonjwa ya kimwili, ni nafsi ya mwanadamu iwe na ujasiri. Hadha billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.